Kwa majina naitwa Joachim John Barhe. Mimi ni afisa uvuvi mwandamizi kutoka Wizara ya Mifugo na Uvuvi, lakini pia ni afisa mfawizi wa kituo cha ukuzaji viumbe maji Mwamapuli. Tuko na teknolojia ya ufugaji samaki sambamba na mpunga. Ufugaji ni teknolojia ya kilimo mseto ya kufuga samaki katika majaruba ya mpunga. Teknolojia hii ni teknolojia mpya huku kwetu Tanzania, lakini si mpya kwa maana ya duniani. Hii ni teknolojia ambayo tayari inatumika pale nchi ya China na mataifa mengine ya kuongeza uzalishaji wa samaki katika majaruba ama mashamba ya mpunga. Kwa hapa kwetu Tanzania imeanza kuingia na imeanza kushika kasi katika baadhi ya maeneo, na hasa inafanyika katika maeneo yale yenye kilimo cha umwagiliaji, hasa kilimo cha umwagiliaji mpunga. Na mfano mzuri ni pale mkoa wa Tabora, wilaya ya Igunga, ambako kuna skimu ya umwagiliaji mpunga ya Mwamapuli. Teknolojia hii tayari imeanza kufanya kazi pale, kwa maana ya wakulima wa mashamba yale ya mpunga kuanza kuweka samaki katika majaruba yale. Ni namna gani inafanya kazi? Katika ekari moja ama katika shamba la ekari moja katika jaruba hilo la mpunga, kwenye mita ya mraba moja huwa tunaweka samaki mmoja mpaka wawili. Kwa hiyo pale tunaweza kupandikiza samaki 4900 katika eneo la ekari moja. Na kwenye lile shamba tukumbuke, mkulima anapolima ekari moja vizuri kabisa ana uwezo wa kuvuna magunia kuanzia 35 mpaka 40. Kwa hiyo tunachokifanya pale ama teknolojia inachoongeza kuongeza uzalishaji wa zao zaidi ya moja kwenye eneo lile. Na kwenye ufugaji wa samaki kwenye majaruba hatupunguzi eneo la mpunga. Kinachofanyika pale ni kuboresha matuta yale, lakini pia na kutengeneza kamfereji ambako kanaweza kuwa katikati ya jaruba la mpunga ama pembeni ya jaruba la mpunga. Ule mfereji unatumika hasa katika kipindi ambacho labda mpunga ule unahitaji maji kidogo, unahitaji hewa, kwa hiyo wanapunguza. Kwa hiyo wale samaki wote wanakwenda kwenye ule mfereji kwa muda wa siku moja ama mbili. Kwa hiyo unaporudisha maji ama unapojaza maji kwenye jaruba, wale samaki wanatoka kwenye mfereji wanaenda kwenye eneo lote la mpunga kwa ajili ya kwenda kupata malisho. Tukumbuke ufugaji samaki kwa mseto huu kwenye majaruba ya mpunga hatulishi sana samaki, kwa sababu moja, tunaweka samaki wachache kabisa kwenye mita ya mraba mmoja, kwa maana ya samaki mmoja ama wawili. Kwa pale samaki anapata chakula cha kutosha cha asili kutoka kwenye eneo lote la jaruba ambalo lina chakula cha kutosha. Na faida ambayo inapatikana ni nini? Faida inayopatikana pale ni kwamba ukuaji wa samaki unaenda haraka. Unaenda haraka kwa sababu anatembea kwenye eneo kubwa, anapata vyakula vya kutosha, ndiyo wakati mwingine tunampa chakula cha ziada. Lakini pia mpunga nao unafaidika. Samaki wale wanajisaidia. Vile vinyesi vinageuka kuwa mbolea kwa ajili ya mpunga. Kwa hiyo uzalishaji wa mpunga wakati mwingine pia unaongezeka, tofauti na yule mkulima akilima mpunga peke yake. Samaki wanaoweza kufugwa kwenye majaruba ya mpunga ni samaki gani? Kwetu kule tunafuga sato katika majaruba ya mpunga, wanaweza kabisa kuishi vizuri na kukua. Lakini pia kambale. Cha muhimu sana, samaki wanaopandikizwa kwenye majaruba ya mpunga wanatakiwa angalau wawe na uzito wa kuanzia gramu 20-30 na kuendelea. Mpunga tokea umepandikiza mpaka unavuna unatumia miezi 6. Sisi tunapandikiza samaki mwezi mmoja baada ya kupandikiza mpunga. Kwa ule mpunga upandwe, ushike vizuri, maji yaingie, ndio tuweke samaki. Kwa samaki wanakaa kama miezi 4-5, kwa maana ya wanaweza kupata uzito wa gramu 200 kwa kipindi hicho cha miezi 4 ama 5, pale ambapo utawapandikiza wakiwa na uzito kuanzia gramu 20 ama 30. Katika eneo hilo la ekari moja, mkulima ambaye atatunza vizuri shamba lake ana uwezo wa kuvuna magunia kuanzia 35 mpaka 40 kwa msimu. Na kwa sababu pia tumepandikiza samaki kwa maana ya kuongeza uzalishaji wa mazao kwenye eneo lile, na tumesema kwenye ekari moja unapandikiza samaki 4900 kwa maana ya samaki mmoja kwenye mita ya mraba moja. Na tukasema samaki yule ana uwezo wa kufikisha uzito wa gramu 200 kutokea gramu 20 ama 30 tokea amepandikizwa.
Kwa maana nyingine ni kwamba kwenye eneo hilo la ekari moja utavuna samaki tani moja, lakini pia utavuna na magunia mpunga kuanzia 35 mpaka 40. Na sasa hii pia inatofautisha na inatupa faida ya kwamba hii elimu iendelee kutolewa kwa wananchi walio wengi, hasa wakulima wanaolima mpunga katika skimu zote za umwagiliaji, wafuge samaki katika majaruba yale, kwa sababu badala ya kuishia kuvuna magunia 40 ataongeza zao lingine ambalo linaweza kumpa tani moja ama kilo 1000 za samaki, ambazo ukiziuza kwa bei ya shamba labda tuseme shilingi 7,000 kwa kilo moja, kwa hiyo una uwezo wa kuzalisha milioni 7 ama zaidi ya 7 kutoka kwenye jaruba lile lile la mpunga ambalo linakupa magunia 40 za mpunga, tofauti na mapato ya mpunga. Rai yangu kwa maeneo ambayo yana skimu za umwagiliaji, maeneo ambayo kuna maji ya uhakika ya kutosha, wale wakulima wanaolima mpunga waone hii kama fursa ya kipekee ya kuongeza uzalishaji wa zao zaidi ya moja badala ya kutegemea tu mpunga. Kwa hiyo wafuge samaki katika majaruba yale na wanafanikiwa kuongeza zao la pili ambalo ni samaki, kwa maana ya kuongeza pia na kipato. Lakini maeneo ambayo hakuna skimu za umwagiliaji, tutoe rai pia kwa wananchi ambao kuna fursa za maji, watengeneze mabwawa ya kutosha, yawe ya udongo ama mabwawa ya kujenga ama mabwawa ya plastiki, ili waweze kutumia fursa ya ufugaji samaki kama njia mbadala ya kuongeza kipato katika maisha na taifa kwa ujumla.